Kwa ajili ya kukaribisha neno, ninaoshirikana furaha kubwa nikitegemea Bwana Yesu wingi kwa uweli pawa amiliona kare mikononi akera toka fumi kwa kwende kwa nausikia Yuna sa mikono nima akera ira kwa Yesu na manira ora na mimi kope Raya jabuniro oni mwangu nikitegemea Bwana Yesu Guru wangaza njia niendayo na kari mikononi akera ora kwa Yesu mani ira kare mikononi mwa ake woga na huzuni zinatoka kwangu nikitegemea Bwana Yesu ninafarijiwa siku zote naye wapiga kwa mjani tunoniwa akera kwa Yesu na ama mikononi akera kwa Yesu amani mikononi mwa ake. Msimame, some neno.
Mwanzo 1:26 hadi 28 kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. Tunaomba. Tunakushukuru Yesu Kristo, Mungu wetu, mfalme, Muumba wa mbingu na nchi. Umetupa nafasi tena asubuhi ya leo ya Jumapili ya ufufuo kwa ajili Yesu ya kutangaza jina lako tena mahali hapa. Yesu, tunaomba kwa neema yako asubuhi ya leo ukaweze kubariki usomi wa neno, ukabariki hata masikio yetu ambayo tutakayokwenda kusikia neno lako asubuhi ya leo. Tukikabidhi yote mikononi mwako, wewe mwanzo na mwisho katika ibada ya leo. Nguvu zako zikaweze kuwa pamoja na sisi, kwa sababu ulinena kwamba tukikusanyika 2 au 3 katika nia moja na kwa moyo mmoja chini ya jina la Yesu Kristo, Baba usema utakuwa miongoni mwetu. Tukabidhi yote mikononi mwako kwa utukufu wako na kwa mamlaka yako, katika jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Asubuhi ya leo tena na wakaribisheni kwenye meza ya Bwana katika jina la samani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Pia na kuwasalimia asubuhi ya leo kwa sababu ni neema kupata hii nafasi ya kuwa mbele zake. Bila kukawia, nafikiri tuna somo yetu ya asili hapa ya mwanadamu ambayo bado tunaangalia au tunaenda kuisoma na kuweza kuingia kama vile utangulizi, lakini tunaianza rasmi tu hivyo ili tuangalie kila ambacho nabii amekwenda kusema kuhusu mwanadamu kama ni nani, yeye ni nani na ametokea wapi na anakoelekea ni wapi. Jana tumeona sehemu ambayo nabii alikwenda kutuambia, ambapo tulikwenda kusoma na hii nafikiri tushagaiona, sio kwa mara ya kwanza, tuliona muda mrefu. Nabii alituambia kwamba mwanadamu huyu, mtu wa kwanza ambaye aliumbwa kwa Mwanzo 1:26 alikuwa ni mtu roho. Sio tuliona? Tuliona hiyo, alikuwa mtu roho. Bwana tusome hapa tena kwa kudhibitisha kwenye ujumbe mwingine. Hapa kwenye kitabu cha Waebrania
tarehe 6 mwezi wa 10. Maswali na majibu juu ya Waebrania sehemu ya 3. Aya ya 821. Ni swali ambalo alikuwa namuuliza nabii ya 74. Waebrania, maswali na majibu juu ya Waebrania sehemu ya 3 ya tarehe 6 mwezi wa 10 57. Silikuwa kwenye swali ya 74. Swali walikuwa namuuliza nabii hivi: watakatifu watakuwa wapi baada ya ile miaka 1000? Nao watakuwa na mwili wa aina gani? Nasikia vizuri? Swali ambao alimuuliza nabii. Baada ile miaka 1000, milenium, utawala wa miaka 1000, watakatifu ambao ni bibi harusi watakuwa wapi? Na huko kwenye watakuwa na miili ya aina gani? Nasikia vizuri? Ni swali mzuri. Sasa nabii anasema hivi, 820, nabii anasema, nafikiri ili ndilo swali tamu sana, napenda tu hilo. Tunasikia vizuri? Bradamu anasema hii ndio swali ya butamu na naipenda. Nafikiri ndio swali tamu sana, napenda tu hilo. Sasa hebu tulichunguze moja kwa moja. Hapo mwanzo Mungu tutarudi tena kwa mafundisho yetu ya Waebrania kwa dakika chache. Nabii akasema kwamba ngoja twende kwanza hapo mwanzo tujue kama mwanzo kulipitika kitu gani, lakini tutakuja kuingilia somo yetu ambayo tuko nayo ya Waebrania. Kwa hiyo Mungu waga anafanya vitu vile anavyotaka, vile anavyokwenda kuongoza mtumishi wake anapokuwa anahubiria watu. Tunasikia vizuri? Sasa yeye wakati anapokwenda kuhubiri, mhubiri anapaswa au anafuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Asikalie tu vile ambavyo alivyokwenda kuvisoma alipokuwa kwenye ofisini. Hapana, yeye afuate jinsi Roho anavyomuongoza, kwa sababu akifuata kile ambacho Roho Mtakatifu anamuongoza, ndio makusudio ya Mungu kwa kanisa ama kwa ibada ambayo mnaifanya kwa siku hiyo. Na ndio maana sisi hatuikalii sana kuchukua yale ambayo tumeyasoma kwenye maofisini ama kwenye tulikwenda kukeshea na kuomba. Tunafuata kile ambacho Roho Mtakatifu anakiweka muroho na anakuambia soma hiki, nena hiki. Hicho ndio ambacho kinahitajika. Lakini ukisema mimi nitakuja kusimama hapa na kuanza kuhubiri venye uliandaa mwanzo hadi mwisho, yaani utakuwa unafanya ni vya kwako wewe, na watu wanarudia kama walivyoingia. Kwa hiyo ni nafasi ya kuachia Roho Mtakatifu anafanya vile anavyotaka kwa ibada maalumu, kwa ibada fulani ambayo mlio nayo. Sasa uone nabii hapa alikuwa anaongelea kuhusu habari za Waebrania, lakini baadaye swali lilipokuja ikaanza kuleta vingine. Toka hapo mbio. Ikaanza kuleta vingine. Akasema ngoja kwa tuingie
hapo mwanzo. Hapo mwanzo Mungu, tutarudi tena na mafundisho yetu ya Waebrania kwa dakika chache. Mungu alikuwa hiki kisima kikubwa mno chenye rangi 7. Na kwenye Biblia anasema kisima kikubwa, yani fontaine. Sawa? Kenye rangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sawa? Naweka tu kama hivyo. Chemchemi yenye rangi 7, si ni upinde wa mvua hiyo? Tuko pamoja? Mungu alikuwa hiki kisima kikubwa mno chenye rangi 7. Wangapi wajua hilo? Ona. Na wangapi wajua kuwa Mungu ana roho 7? Unasikia vizuri? Wangapi wanajua Mungu ana roho 7? Si ni kweli? Mungu ana roho 7. Hakika roho 7. Bwana tusaidie sana. Si ndio ambazo zilifanya kazi kwenye nyakati 7 za kanisa? Si ndio hivyo? Roho 7. Sawa? Tunaweka hivi. Roho 7. Hizi roho 7, sehemu zingine nabii anasema kwamba sio 7. Unasikia vizuri? Bali ni roho ule mmoja ambaye alifanya kazi kwa nyakati 7. Unasikia vizuri? Mungu hakuagi na roho 7. Lakini kama unasikia hapo nabii anasema alikuwa na roho 7, ni kuonyesha kwamba ni roho yule mmoja ambaye alitumika kazi kwa mara 7. Acha kulala. Sasa roho wa Mungu ambaye alikwenda kufanya kazi hapa katika nyakati 7 za kanisa, cet age de l'église. Sasa ndio nakuta wengine wenye wajui neno, wenye hawana Roho Mtakatifu, si tu sana kwenye madhehebu. Huyo nabii wale walihubiri nyakati 7 za kanisa, ziko wapi kwenye Biblia? Kwenye Biblia hawakuandika nyakati 7 za kanisa. Tunasikia vizuri? Wakati ni nini? Wakati age. Sawa? Age ni generation, iko na signification ya mingi. Sawa? Epoque. Sawa? Ndio maana ya age. Lakini unakuta hiyo yenu wenyewe mnachukwaga nyakati 7. Wapi kwenye maandiko ilisema nyakati? Wakati ni epoque au generation au temps au periode. Tunasikia? Periode. Ndio maana ya age. Leo wanadamu wanapenda wafai kila wanafikiri kwamba wana akili sana kumzidi Mungu. Eti wanafikiri kwamba watajaribu kumsaisha Mungu venye alisema. Hapana. Na wangapi wajua kuwa Mungu ana roho 7? Hakika roho 7. Naye yule mwanakondoo alikuwa na macho 7 kadhalika. Haya yote yanakuja pamoja sasa. Si ni kweli? Mwanakondoo alikuwa na macho siri zingine hizo. Mwanakondoo mwenye macho, mwanakondoo
macho 7. Sawa? Tena alikuwa na pembe 7. Ndio hivyo. Hivi vyote ndio wenye Yohana aliona. Naye yule mwanakondoo alikuwa na macho 7. Yaani ile macho 7 Biblia yenyewe inafafanua pale kama ile macho 7 ni kitu gani. Tunasikia vizuri? Biblia yenyewe iko anasema hapo. Ngoja tuangalie. Biblia ndio inasema. Kwa hiyo hapa hivi nabii iko mu Biblia. Niangalia hapa pale kwenye ana declare mwanakondoo. Hapo ukisoma kwenye Yohana sura ya Ufunuo wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 4 inasema hapo kwamba Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Tunasikia vizuri? Shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Na sehemu zingine anaongelea hivyo, tusipoteze muda hapo. Iko kwenye Ufunuo, kila kitu kiko wazi. Mwanakondoo mwenye macho 7, pembe 7, vyote viko pale. Nabii anasema, naye yule mwanakondoo alikuwa na macho 7 kadhalika. Hayo yote yanakuja pamoja sasa. Ona. Sasa huyo alikuwa Mungu. Sasa wakati yeye katika mabano yule Logos alipotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa Mungu akitoka kwa hiki kisima kimoja kikuu kuingia mwilini katika mfano wa mwanadamu, nayo ikafanyika Logos, ambayo tunaiita mwili wa kiungu. Tunasikia vizuri? Ndio ile ambayo tuliona jana. Yaani Yesu, ama tuseme Mungu kwa lugha rahisi ya kueleweka, hapa umilele, mwanzo. Sasa hii fontene hii kisima ilikuwa hapa, ambayo ilikuwa na rangi 7. Tuko pamoja? Huyo ambaye alikuwa hapa hii kisima ambayo ilikuwa na rangi 7 ama roho 7, huyo ndiye Mungu, ndiyo Elohim ambayo tuliona jana. Mungu ambaye alikuwa naishi kwa yeye mwenyewe, anayejitosheleza. Tuko pamoja? Sasa wakati alipokuwa hapa hakukuwa na umbo yoyote. Nabii alisema ilikuwa ni mduara tu. Hivyo hakuja kuwa mwezi, hakuna jua, hakuna sayari yoyote, hakujawa hata kalijani. Na malaika hajakuwepo, na mwanadamu hajakuwepo, na gari hakuna. Tunasikia vizuri? Na wanyama na sijui na samaki na bahari hakuna hata hiki. Hakuna hata wakati.
Unasikia vizuri? Hakuleteni tarehe fulani, mwezi fulani. Hakuna nuru yoyote ya hapa, hii ya kawaida. Tuko pamoja? Ni umilele tu ambao uko hapa. Sasa hii hapa ni kabla ya mwanzo. Ndio tuliona jana. Hii hapa ni kabla, yule Musa alisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yaani kabla hiyo yote yafanyika, tunaenda kule nyuma, kulikuwa nini? Ndio nchi ambayo nabii anasema eti ilikuwa ni kisima ambacho kilikuwa na rangi 7. Sasa shetani leo anaiga, si ni kweli? Leo anaiga, anachukua hizi rangi 7 ndio inakuwa ya mashoga. Tuko pamoja? Na wenyewe wanachukua ya nini? Ya upinde wa mvu ya banaitaka hii mkibembe ashibo. Tuko pamoja? Kwa sababu shetani anaiga. Lakini sasa ukienda kuangalia mule ile yabu ile, huko rangi moja ambayo haiko emo, hii ambao wanachukuaga ya ashibo, viola haikuagi emo. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Sasa ndio huyo ambaye alikuwa hapa. Hizi rangi 7, kuko rangi nyekundu, tutakuja kuviona kwa sababu viko na maana, viko na maana yake. Kila rangi iko na maana yake, ndio nabii anasema. Kuko njano, orange ni aje? Banitaka aje orange? Hiyo orange najua. Orange. Kuko bleu, kuko vert, sawa? Kuko lengine nini? Violet ndo la Odyssey na indigo, sawa? Ndo rangi, ndo hizi ambazo zilikuwa hapa umilele, ziko na maana yake. Tuko pamoja? Na hizi rangi hizi, twende polepole, hizi rangi hizi, na ndio maana tunaona Mwanzo 14 sijaigusia, tutakuja kuiongelea hii. Kwenye Mungu alianza kuumba sayari, akaanza umba sayari. Nuru ya kwanza yenye alianza umba ni jua. Kutoka kwenye jua kukapasuka vipande vipande. Nasikia vizuri? Ukisoma pale kitabu cha Mwanzo sura ya 14, kukatoka vipande vya moto kama vile volkano ambazo zilitoka kujua. Hii jua ambayo tunaiona. Na ndio maana hakuna ambaye anaweza fika kule, kwa sababu inakuaga ni moto. Sasa wakati vilivyopasuka vile vipande vile, tuko pamoja? Ukisoma hiyo andiko ndio inasema hivi. Ndio vikaenda kutengeneza sayari. Tunasikia vizuri? Ndio leo kunaona unasikia kuko Jupiter, kuko Pluto, kuko Saturne, kuko Venus, kuko Mercury, kuko Lune, kuko Terre. Unasikia vizuri? Ndio vile vilitoka kwenye jua. Tuko pamoja? Acha fujo huko. Wewe tuko pamoja? Kujua ndo kulitoka hizi sayari, na ndo kulitoka hata manyota na nini, kila kitu.
Tutakuja kuviona vizuri, nabii mwenyewe anavisema. Sasa hizi sayari hizi ambazo zilitoka kwenye jua ziko 7, sawa? Ndo zenye ambazo zilikuwa zinawakilisha nini? Nyakati 7 za kanisa. Ndio maana nabii anasema kwamba Biblia ya kwanza ambayo Mungu alikuwa nayo ilikuwa wapi? Mbinguni, ambayo iliitwa nini? Zodiaka. Sawa? Zodiaka yani ni mfumo wa sayari ambazo ziko angani, ambazo Mungu aliziweka huko juu. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Mfumo wa nini? Wa sayari au mfumo wa nyota ambao Mungu aliweka wapi? Angani. Tuko pamoja? Nabii anasema hivi. Na Biblia inasema hivyo, usikie hapa. Mwanzo 1:14. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Nyanga. Ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili na majira na siku na miaka. Tunasikia vizuri? Ile mianga ambayo iliwekwa angani, ambayo iliwekwa mbinguni, ndio yenye itasepare, itatenganisha. Leo si tuko na siku na wiki na mwezi na mwaka. Mungu alianza kuweka tangu zamani. Mchana si ndio kukiwa mwangazi tu, si ndio tunajua mchana, na kukiwa usiku kukiwa giza tunajua ni usiku. Hapa Mwanzo 1:14 Mungu ndo alifanya vile. Tuko pamoja? Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Acha kufunga macho. Ni nini? Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Uko nasikia? Ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Ni nini hiyo? Mchana jua, usiku mwezi. Tunasikia vizuri? Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi na kuutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Tunasikia? Yaani siku ya 4 ndo kwenye kulitolewa nini? Kuliumbwa nini? Mianga. Jua na mwezi na nyota kila hiyo. Yaani sayari yote hizo zodiac. Ilikuwa siku ya 4. Sasa nabii anakuambia hivi, hii zodiac hii ndio ilikuwa Biblia ya kwanza ya nani? Ya Mungu. Kama jinsi tuko na hii. Nasikia? Hii ambayo tuko nayo hapa. Hii ishakuwa ya 3. Hii ya Mathayo, Luka, hii wa Efeso. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Sasa huyo Elohim wakati yuko hapa umilele na hizi rangi 7 za utukufu ambazo ndio hizo ambazo tumeziweka hapa, na hizi zote zinahusu nyakati 7 za kanisa. Na ndio maana hii zodiaka hii hii ilikuwa ni Biblia kama ambayo tuko nayo. Tena ndio kwanza ilikuwa kamilifu yenye haina mapungufu. Unasikia vizuri? Wewe hivi mko nyakati 7 za kanisa?
Humu muko siri zote za Biblia ambazo tunazisikia ziko hapa. Unasikia vizuri? Zodiac. Zamani watu walikuwa wanaangalia wapi? Angani. Na tarehe, tuko nasikia vizuri. Na kujua kama leo ni tarehe ngapi, walikuwa wanaangalia wapi? Angani. Si ndio tulisoma Biblia hapa? Hii nyanga akaweka ikutenga nini siku, mwezi na nini? Na mwaka. Tuko pamoja? Tusikie nabii. Sasa nabii anasema hivi. Nabii anasema hivi. Sasa wakati yeye yule Logos alipotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa Mungu akitoka kwa hiki kisima kimoja kikuu kuingia mwilini katika mfano wa mwanadamu, nayo ikafanya Logos ambayo tunaiita mwili wa kiungu. Yaani Mungu alitoka hapa kwa Elohime akawa Logos. Logos yani ni mwili wa kiungu wa mwanadamu. Yaani umbo la kwanza la Mungu kuchukua ilikuwa inaitwa Logos. Sawa? Kutoka kwenye hii chemchemi ya uzima, ya umilele, kutoka kwa Elohime. Ndio ile frere mmoja aliimba pale, Elohime. Anaimba yeye nani? Anaimba mmoja wimbo ule frere Junior. Na wimbo mmoja anaoimba hivi. Eti kutoka Elohime anaingia Logos. Logos anaingia kwa Roho Mtakatifu, inakuwa ni nafsi ya Mungu. Unasikia vizuri? Yaani umbo la kwanza Mungu kuchukua ilikuwa ni Logos ambaye ni mwana wa Mungu. Unasikia vizuri? Nabii anasema ambayo tunaiita mwili wa kiungu. Huo ni mwili wa kiungu ambao haukuli, hauna shida yoyote. Huu hapa. Tuko pamoja? Lakini unatembea hivi. Ndio huu ambao Adamu alikuwa nao. Tuko pamoja? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ndio huu ambao usingelima, usingesikia njaa, lakini ulikuwa na mamlaka juu ya viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba hapa duniani. Kwa sababu alisema ili wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na nyama za kondeni na wanyama wa makondeni. Tunasikia vizuri? Ndio huyu Logos, mwana, kwa maneno mengine mwana wa Mungu. Tunasikia vizuri? Ndio ile jana na yeye tuambia naweza nikamuona yeye Logos akiwa anacheza kama mtoto mdogo mbele ya kwenye mlango wa baba yake. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Sikia sasa. Sasa ukichukua ule mwili wa kiungu, unapoutazama huo ni mwanadamu. Tunasikia? Huu mwili huu unakuwaga wa kibinadamu. Na ndio ule ambao Musa aliuona. Tunasikia vizuri? Wakati Musa naye alikuwa anatamani na mimi huko nataka nikuone Mungu. Akamwambia wende mlimani ukajifiche kwenye majabali. Unajua majabali? Mawe, bimaroshe. Ujifiche kwenye jiwe kwa sababu mimi sikwage inaonekana ovyo ovyo. Ujifiche kwa sababu unaweza kufa. Ukisema tu usimame kwenye mlima utakufa. Kwa sababu yeye kwenye natoka inakuwa ni mangurumo tu. Upepo, nyambi inapasuka. Ndio akajificha. Ndio akawa anasubiria aone nani? Ile kujificha ile, sikie. Ile kujificha kwa Musa ni baada ya kukimbia upepo, hali ya hewa ambayo ilikuwa imevurugika kwenye Mungu anakuja. Unasikia vizuri? Ndio akajificha asije akakufa.
Tuko pamoja? Sasa wakati Mungu anapita hapa hivi kabisa, nitaona huyu mwenye yuko anasema nitaona, ndio akawa anachunguli, tunasikia vizuri ndio akasema nani, nikaona mgongo wa nani kama wa nani, wa mwanaume au wa mwanadamu. Tunasikia vizuri, ndio huyu mwenye aliona. Nasikia Branham anasema eti ukichunguza huo mwili ambao unaitwa logos ni mwili wa kiungu ambao ni mwanadamu. Huu mwanadamu hapana, huu ambao tuko nao. Tunasikia vizuri. Yaani hapa hivi Adamu hajaonekana wa Mwanzo 2:7. Na sasa akasema tena akamfanya mwanadamu kutoka kwenye mavumbi. Hapa bado. Tunasikia? Sasa ukichukua ule mwili wa kiungu unapoutazama, huo ni mwanadamu. Tunasikia vizuri? Je, nabii wakati alipoenda kiwango cha 6 hakuona watu? Sawaona, ndo huu mwili, ndo logos, teofani kwa maneno mengine. Tunasikia? Na ndo maana Sharo Rose wakati alikufa iko na miezi, kule alionekana ishakuwa binti mkuu, lakini huko alimziki kwa mtoto mchanga, kufika upande wa pili msichana wa miaka 18. Tunasikia vizuri? Sikia. Sasa kwa kuwa tuna dote, sasa hapo ndipo tulipokuwa hapo mwanzo. Sasa amwelewi hilo. Sasa unasikia nabii walikuwa hawavielewi hii somo hii, unafikiri ni ya mchezo? Branham ndo alikuwa anaambia watu wa Branham Tabernacle hawaelewi. Sasa hamuelewi hilo, lakini mlikuwa kule nyuma mwanzoni hivyo. Unasikia? Wateule wote walikuwa mwanzoni. Unasikia? Walikuwa logos. Ina maana walitoka wapi? Na umilele. Na ndio maana yeyote ambaye atakayeokolewa, ambaye ana uzima wa milele, unasikia vizuri, alitoka wapi? Alikuwa pamoja na nani? Na ndio maana leo jana nilisema hivi, kama sio jana itakuwa ile English, kwamba huu ujumbe huu au uokoa hata huyu. Tunasikia vizuri? Huu ujumbe ambao niko na uhubiri hapa au uokoa hata umoja. Tuko pamoja? Huu ujumbe ambao niko nasoma wanabii au uokoa hata huyu, unakuja kuzihirisha tu wewe. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Sikia nabii. Nirudia hapa nyuma, usikie nabii anavyosema hapa kwa nini. Kwenye huu ujumbe tu wa maswali na majibu, usikie nabii anavyosema hapa. Sikia hapa. Kwenye 635 maswali na majibu juu ya Waebrania. Sisi tulikuwa kwenye 800. Sikia huku. Hao ni wana wa Mungu. Kila mtu aliyezaliwa duniani humu ni mwana wa Mungu. Tunasikia? Kila mtu aliyezaliwa hapa duniani ni mwana. Je, kuwa mwana wa Mungu ndio mteule? Kwa hiyo na shetani naye ni mwana wa nani? Sisi kila kitu kwa kitoka kwa Mungu, silitoka hapa. Si ndo alisema kuwe nuru. Iwe hivi na kuwe hivi. Tunasikia vizuri? Akaumba akasema na kuwe malaika, wakaonekana. Akatoka hii titre ya Elohime, akaitwa nani? Mungu. Sawa? Na Musa hapa akaanza kumuita Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na hii. Lakini Mungu alimficha kwa sababu Musa alivyoona hapa alikosewa na mambo mengine. Hakusema habari za malaika kwa sababu
viumbe vya kwanza kuumbwa kabla ya mbingu na nchi kuwepo ni malaika. Tunasikia vizuri? Musa, ulisikia Musa alisema Mungu aliumba kwanza malaika, lakini anaanza mbingu na hii. Branamu anakuja sasa, anapewa ufunuo zaidi ya Musa. Anasema hapana, Mungu alianza kuumba kwanza nini? Malaika. Tunasikia vizuri? Ili apate cheo ya kuitwa nani? Mungu. Kwa sababu Mungu ni cheo ama ni chochote kinachoabudiwa. Na yeye anasema kila mtu aliye hapa duniani ama aliyezaliwa, sawa? Kila mtu aliyezaliwa duniani humu ni mwana wa Mungu. Haijalishi kama yeye ni mwenye dhambi au nini, yeye ni mwana wa Mungu. Tunasikia vizuri? Ameumbwa katika mfano wa Mungu kwa sifa za Mungu. Yeye ameumbwa hivyo. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Inaingia vizuri hii? Ameumbwa katika mfano wa Mungu kwa sifa za Mungu. Yeye ameumbwa hivyo. Lakini unasikia? Lakini Mungu mwanzoni hapa. Lakini Mungu mwanzoni alijua ni nani angempokea yeye na ni nani angempokea. Unasikia? Mungu alijua hapa, hata kama yeye ndiye alikuumba. Unasikia vizuri? Branamu akatuambia juzi hapa huko wengine walizaliwa hawakuwa kwenye mapenzi ya nani? Chetadire wale ambao hawako kwenye mapenzi ya Mungu, sio kwamba eti hawakuumbwa na Mungu. Tunasikia vizuri? Lakini wao hawako kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu Mungu hawajui hapa kuwa wateule. Tunasikia vizuri? Yaani hawakutokana na huu milele wa kuwa pamoja na Mungu. Ina maana wao hawana sehemu ya umilele. Tunasikia vizuri? Uzima wa milele huko ndani yao, ingawa wao ni wanadamu ambao waliumbwa na nani? Na Mungu. Yaani kwa kujua kwa Mungu kwa umilele, kwa kutangulia kujua kwa Mungu, alijua ni nani ambaye angempokea na nani ambaye asingempokea. Lakini Mungu mwanzoni alijua ni nani angempokea yeye na ni nani hangempokea. Kwa hivyo yeye angechagua tangu awali. Unasikia? Au si kuchagua tangu awali, bali kwa kujua tangu awali yeye angejua ni nani angeokoka na ni nani hangeokoka. Kwa kuwa yeye alijua ni mtu gani angepokea roho gani. Unasikia? Amen. Mungu aisha, na ndio maana ujumbe hautaokoa hata huyu hata umoja. Frere, tulikuwa tunaenda fanya injili frere, Mungu tukaokoa. Hakuna. Nous avons eu 30 âmes gagnées. Nous avons gagné 30 âmes. Oh, 200. Oh, 1000 âmes. Bongo. Tunasikia vizuri? Hawajaganya hata hiki hata kimoja. Tunasikia vizuri? Mimi ndo niliokoa ule frere. Mimi ndo hapana bongo ukokoa hata huyu. Tunasikia vizuri? Ujumbe uokoa hata mmoja. Unakuja kuzihirisha kila mtu rangi yake ili aonekane alitokea wapi. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Yesu alipokuja hapa duniani, sikia vizuri, hakuja kuokoa hata huyu. Maneno makali haya. Tuko pamoja? Amen. Tuko mambo mengi hapa. Hakuna ambaye ana huu ujumbe tunakuja kumwokoa bongo au okoa hata umoja. Unasikia vizuri? Ndio utauliza swali sasa. Sasa kwa nini tunafanya ibada na wakati
neno ulisema hakuna mwenye anaokolewa. Tunasikia vizuri? Si mtu anaweza jiuliza hivyo. Sasa kwa nini watu wanaenda kanisani? Si mtu anaweza jiuliza hivyo. Sawa? Tunaenda kanisani sio kwa kuolewa, kwa kuokolewa. Ni kudhihirishwa. Unasikia vizuri? Kudhihirishwa kile ambacho tulikuwa tangu hapo. Toka. Tuko pamoja? Sasa ukichukua ule mwili wa kiungu, unapoutazama huo ni mwanadamu. Sasa kwa kuwa sasa hapo ndipo tulipokuwa hapo mwanzo. Wewe takuchapa fimbo wewe. Talia hapo. Sasa amuelewi hilo sasa, lakini mlikuwa kule nyuma mwanzoni hivyo. Mwanadamu alipoumba Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake, unasikia? Yeye alimfanya katika mwili wa kiungu. Hapo alimfanya mwanadamu katika mwili wa kiungu, na tumfanye mtu kwa mfano. Alikuwa mwili wa kiungu, na yeye alimuweka tu ndani ya mwili. Mungu alipomuumba mwanadamu katika mfano wake, katika sura yake, walikuwa katika Mwanzo 2 kulikuwako, au Mwanzo 1:28. Naamini ndipo, wala hapana mtu wa kuilima ardhi, na Mungu alikuwa amekwisha kuumba mwanamume na mwanamke. Unasikia? Tuko tunaelewa? Mwanzo 1:26 hadi 28. Mungu alikuwa shaumba mwanaume na nani? Tuko tunaelewa? Lakini ule mwanamke alikuwa sous-produit. Sawa? Yaani vile Adamu alivyoumbwa na tumfanye mtu kwa mfano, tayari mwanamke naye alikuwa ishaumbwa. Nabii ndo anasema. Tunasikia? Naamini Mwanzo 1:28. Naamini ndipo, wala hapana mtu wa kuilima ardhi, na Mungu alikuwa amekwisha kuumba mwanamume na mwanamke. Lakini mwenye alikuwa anatembea pale ni Adamu. Siriacha kulala. Sasa unafunga macho nini? Hii inakuwa ni kusumbua ibada. Wala hapana mtu wa kuilima ardhi, na Mungu alikuwa amekwisha kuumba mwanamume na mwanamke. Naam, hapana mtu wa kuilima ardhi. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Tunasikia vizuri? Mungu huyu sasa, baada ya kuumba huyu mtu wa Mwanzo 1:26, akaona kwamba huyu mwanadamu akiendelea kuishi hivi, huyu logos wa Mwanzo 1:26 akiendelea kuishi hivi, hatalima, hatafanya kazi. Tuko pamoja? Sasa kwa sababu huyu logos ambaye alikuwa ni Adamu, ambaye alikuwa ni mwanadamu, tunasikia vizuri? Ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, hapa Elohim, ambaye alikuwa ni ile fontaine. Branham akasema ni kama almasi. Kwenye ile almasi ukatoka kipande cha almasi kikatengeneza almasi nyingine. Tunasikia vizuri? Na ndio maana nabii anatoa mfano ni kama vile sumaku. Yesu Kristo yeye ndio sumaku kubwa. Sasa wakati atakapokuja hapa duniani atakuja kuchukua sumaku zingine. Tunasikia vizuri? Ndio nabii alisema kwamba hebu jaribu kuweka sumaku na kitu ambacho hakina matiere ya ile sumaku.
akitashikwa. Unasikia vizuri? Lakini pakiwepo na kitu ambacho kina matere kama ile ya sumaku, ukijaribu kuweka pamoja vinashikana haraka hivi. Unasikia? Ndivyo itakavyokuwa unyakuo. Yesu Kristo atakuja kuchukua sumaku zingine ambazo ziko hapa duniani, kwa sababu yeye ndiye sumaku kubwa. Anakuja sasa kuchukua zile sehemu za sumaku, unasikia vizuri, ambazo aliziweka wapi? Hapa duniani, kuanzia kizazi cha nani? Cha Paulo. Tuko pamoja? Kwa sababu ndio wateule ambao Mungu anawajua, kuanzia kizazi cha Paulo hadi cha Branham. Sawa? Sasa nabii anasema hivi, yule mwanadamu ambaye alitoka ama ambaye aliumbwa kwenye Mwanzo 1:26 hakukuwa na mwili wa kufanya nini? Wa kulima ardhi ama wa kufyeka ama wa kufanya kazi. Tushakaviona. Ndo Mungu sasa akafanya nini? Akamtengenezea nini? Mwili wa udongo. Kukaja Mwanzo 2:7. Si ndio swali ambayo alimuuliza nabii kwenye maswali na majibu juu ya kitabu cha Mwanzo? Yaani kuko watu wawili tofauti. Kuko mtu roho na mtu mwili. Unasikia vizuri? Ndio huu mwili huu wa Logos ukaingia katika huu mwili wa Mwanzo 2:7. Sawa? Nabii anasema hivi, ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Uhai Mwanzo 2:7. Ndipo Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi. Sawa? Mwanzo 2 hiyo. Hapo Mwanzo 2. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Unasikia huko? Akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tutakuwa kusikia mashahidi wa Jehova kisha na kwa wanafundisha hiyo aya. Unasikia vizuri? Siku moja miaka ya nyuma kule nilikuwa naongea na umwate mwede Jehova hivi, anasema kuku nayo inakuaga na nafsi. Nasikia vizuri? Eti ile kupumua ya kuku. Sawa? Eti ndo nafsi. Nikamwambia hapana. Nyama ikuagi na nafsi. Nasikia vizuri? Nikamwambia hata kwa masomo ukisoma wakati ulifundishwa psikoloji. Kuku, mbuzi, nini yoyote ile haikuagi na nafsi. Iko na instinct. Nasikia vizuri? Mwanadamu ndo anakuaga na nini? Na nafsi. Ndio tofauti kati ya mwanadamu na mnyama. Lakini mwili ambao mwanadamu iko nao na wa mbuzi ni ni umoja. Huu mwili ambao niko nao na wa mbuzi sawa sawa. Haiko nabii ndo alisema. Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Uhai? Uhai. Unafikiri uhai ni nini? Uhai. Wewe fatala misikia anasema. Sikia. Ni mwili. Sikia, ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Virgile, hiyo ni mwili huu. Ni mwili? Branham huyu. Hiyo ni mwili huu. Kama tu wa nabii asema, hiyo ni mwili huu kama tu wanyama kusudi ailime ardhi angegusa. Tunasikia vizuri? Yaani Adamu wakati alikuwa anatawala samaki na wanyama wa porini na ndege wa angani, alikuwa agusi udongo. Tunasikia vizuri? Tunasikia?
Ni mwili ambao ugusi nini? Udongo. Sasa Mungu ndo akamshusha zaidi, akamuweka kwenye Mwanzo 2:7, akamtengenezea kwenye uhai wa nini? Wa mnyama. Wale wanyama ambao alikuwa anatawala wale, tunasikia vizuri? Wale wanyama ambao alikuwa anawatawala, akamtengenezea tena mwili kama ya wao, ili waanze gusana. Sasa tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Ndipo Mungu akamshusha mwanadamu kidogo zaidi na kumweka katika uhai wa mnyama. Hiyo ni mwili huu, mwili huu na wakuku sawa sawa. Amina. Watu wanahangaika kwa sababu ya kimwili kinafanana ya kia kuku. Imbwa, mwili huu ni sawa sana wa hii imbwa, sawa sana wa nguruwe, ng'ombe, nyama zote zenye unajua. Unasikia vizuri? Nyoka, hapana, mesaji kwa kutabu mesaji, hapana. Sheria kuko naelewa? Sawa. Na pia anasema katika uhai wa mnyama, hiyo ni mwili huu, kama tu wanyama kusudi ailime ardhi, ailime ama ngunda. Yaani Adamu alitolewa kwenye mwili wa kiroho, sawa, akashushwa zaidi ili aingie akatengenezewa mwili. Tunasikia vizuri? Mwili wenyewe ukajicreate kwenye ile teofani yake. Tunasikia vizuri? Ili awe anaenda kusamba, analima ameunda, ailime ardhi. Si ndio maandiko lisema hapakuwepo na mtu wa kuilima ardhi. Ndipo Mungu akafanya nini? Mwili wa udongo. Angegusa, nabii anasema huo mwili wa kiungu augusi. Unasikia? Auoni, aunusi, ausikii, ausikii hizi hisi tulizo nazo. Tunasikia vizuri? Teofani. Tunasikia? Hauna hisi tano kama za huu mwili. Tuko nasikia? Mwili ambao uko na hisi tano ni wa udongo, ni wa mnyama. Sawa? Tuko pamoja? Sasa huo mwili wa kiungu haugusi, hauoni, haunusi, hausikii hizi hisi tulizo nazo. Kwa hivyo Mungu alimweka mwanadamu chini pale ili apate kugusa na kusikia. Tunasikia vizuri? Ndio maana sasa mimi naweza kuita unasikii, naweza kula kitu nasikia onjo katika mwili wa mnyama, lakini mwili wa teofani, ile logos, ile natumfanye mtu kwa mfano wetu, sawa, ni mwili wa kibinadamu, lakini sio kama huu wetu wa kuhisi njaa. Sikia, na alipotembea katika bustani ya Edeni, kwanza kama mwili wa kiungu, unasikia, sio kwa mara ya kwanza. Yeye alipoishi hapa duniani, Adamu, katika umbo la kiteofania, katika mfano wa Mungu, aliishi wapi? Mshamba la Edeni. Nabii anasema katika mabano, kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu sasa,
akitembea ndani huko. Tunasikia vizuri? Roho Mtakatifu anatembea chini mwili. Tunasikia vizuri? Amen. Ni mwili. Roho Mtakatifu, ndio maana Branham anakuambia Roho Mtakatifu ni mtu, ni mwanadamu. Roho Mtakatifu ni mtu, mwanadamu, ni mwili ambao sio huu wetu wa kawaida. Mathématique du message. Ndio series. Tuko pamoja? Nabii asema kama Roho Mtakatifu anavyotembea humu kanisa, unafikia alikuwa muone. Ni mwili. Tunasikia vizuri? Ni mwili ndio unajenkana ndani ya mwanadamu. Ngewe unaondoa nakuta yule fulani iko na Roho Mtakatifu. Yaani anapokea mwili mwingine wa mpya tofauti na yeye wa udongo. Si ndio Yesu alisema kuzaliwa mara ya pili ni sikupokea Roho Mtakatifu? Si niko nauliza. Yaani utu wako wa kale unatoka. Ubinadamu unatoka, unakuwa naongozwa na kiumbe kingine. Sio kweli? Amen. Kitana kwaga naongozwa na kiumbe gani? Cha kishetani. Si ndio kinamwendesha? Amen. Sana tumikisha mwili wake. Unaona mtu anaenda kukaa kujalala, anakula jalalani. Unafikia angekuwa na kiti mama angeenda kujalala? Lakini kwa sababu kuna kitu kingine kinamuongoza ndio kinampelekesha. Si ni kweli? Na wewe ukiwa na Roho Mtakatifu atakupelekea, anakupelekesha vile anavyotaka. Si ni kweli? Na alipotembea katika bustani ya Edeni, Adamu ule wa kwanza wa Mwanzo 1:26. Kwanza kama mwili wa kiungu, kama Roho Mtakatifu alivyo ndani humu, sasa akitembea ndani humu. Unasikia? Aliishi maisha ya wanyama. Tuko pamoja? Alitawala kila kitu. Adamu alipokuwa na teofani yake, alitawala kila kitu. Na Mungu ndo alikuwa anamwambia watawale, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na nyama wa makondeni. Unaona utawala ambao Adamu alikuwa nao hapa duniani, na ndio maana Adamu alikuwa ni Mungu hapa duniani. Tunasikia vizuri? Tuko tunasikia? Aliishi maisha ya wanyama. Alitawala kila kitu, lakini angelima. Tunasikia? Kwa sababu hakukuwa na mwili wa udongo. Kabla Mwanzo 2:7. Lakini ukisoma kwa nini sisi madhehebu? Nabii alisema huyu mtu wa Mwanzo 2:7, sawa? Alikuwa hapa duniani muda mrefu. Miaka yote. Yaani vile Adamu alivyokuwa anatembea mshamba la Edeni akitawala wanyama na ndege wa angani na samaki wa baharini, tunasikia vizuri, ule mwili wa udongo tayari ulikuwa ushakuwa pale. Sio kweli? Haiko kweli? Si dunia ilianza kabla Adamu hajafika? Na dunia na udongo si ndio kulitoka watu? Yesu. Nabii. Sawa? Inaeleweka? Alitawala kila kitu, lakini hangelima. Ona. Kwa hivyo Mungu alimuweka yeye katika mwili huu apate kulima ardhi. Tunasikia? Amen. Mungu sasa ndo akamuweka, akamtoa ule kwa ile mwili wa utawala, wa kutawala wanyama na samaki wa baharini na ndege wa angani, akamuweka sasa mwili wa udongo ili afanye nini? Afanye kazi, alime ardhi. Sikia, akampa hisi zake 5. Tuko pamoja? Akapewa hisi katika ule mwili wa udongo, kwa sababu ule mwili wa kiroho hauna hisi. Tunasikia? Akampa hisi zake 5.
kulima ardhi na kulima shamba la mizabibu na kadhalika. Hata hivyo mwanadamu angali alionekana mpweke. Unasikia vizuri? Amen. Yeye kuingia tu mwili pafu akaanza sikia nini? Mpweke. Je, wakati alipokuwa kiroho alikuwa na upweke? Unasikia? Wakati alipokuwa Adamu wa roho alikuwa na upweke? Hapana. Yeye kuingia tu mwili upweke anaanza. Sio ni kitu ambacho kinafanana na mimi? Message. Unaona dalili za mwili jinsi inakuaga huko. Sio kweli, lakini hata ukifika sehemu fulani fulani, mbona hapa hakuna kitu fulani? Sio ni kitu fulani. Mtu akwaga anajiuliza hivyo. Ndio dalili za mwili. Sikia. Hata hivyo mwanadamu angali alionekana mpweke. Huu ni mfano mzuri sana. Ni mfano mzuri sana. Nabii anasema, tazama, kwa kuwa yeye alipoumbwa kwanza, aliwaumba watu wawili pamoja. Nabii anarudilia tena. Aliumbwa mwanamume na mwanamke. Huyo mtu alikuwa hivyo. Huyo mtu wa Mwanzo 1:26. Alikuwa double. Biblia ilisema alikuwa hivyo. Mungu alimuumba mtu akiwa mwanamume, mwanamke pia alimuumba. Si ndio tulisoma? Tazama sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu na kuwekwa katika mwili, yeye alikuwa hakuwa pale kabisa. Tunasikia vizuri? Huko naelewa hapo? Naelewa aje? Unaona huko? Kubali tu. Elewa. Tazama sasa, mtu alipotenganishwa, ngoja niweke hapa tujilishe kidogo ili tuelewe zaidi. Hivi unafikiri ni ya kusema kila wakati hivi? Hapa Geneze 1:26. Hapa Geneze 2:7. Sawa? Hapa iko mara mbili huyu mtu. Hapa uko roho mbili. Sawa? Roho mbili hapa. Sasa nabii anasema hivi. Tazama sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu na kuwekwa katika mwili, yeye hakuwa pale kabisa. Nani mwenye hakukuwa pale? Sehemu yake ilikuwa ingali ule mwili wa kiungu. Kwa hivyo haikuonekana sawa. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa? Huyu mtu ambaye alikuwa na double portion ya roho, sawa? Wakati alipotaka kutenganishwa ili aingie humu, sawa? Huyu mwingine huyu ambaye ni Eva hakuonekana humu. Tunasikia vizuri? Alikuwa haonekani. Sawa? Wakati Mungu alichukua wote, ambaye alikuwa anaonekana tu ni mmoja lakini mko wawili. Ni mmoja lakini mko mapacha, kwa maneno mengine. Yaani mtu alionekana pale ni mmoja lakini iko na roho mbili, ya kiume na ya kike. Tunasikia vizuri? Ile roho nyingine ya kike ni mtu. Tunasikia? Na ndio maana bitu tulisoma hapa kwenye Ufunuo kitabu cha Mifano. Akasema mtu iko double. Tunasikia? Mtu iko mara hii. Anazaliwa na roho hapa duniani na mwingine wa mbingu. Wa hapa duniani ni kwa ajili ya kufa na mwingine wa kuishi milele. Lakini iko anatembea hapa duniani anaonekana ni mmoja. Tunasikia vizuri? Ndivyo Adamu alivyokuwa hapa. Aliishi hapa duniani, anatawala samaki, ndege wa angani na wanyama, lakini akiwa na roho ya Eva ndani yake, ya kike. Tunasikia vizuri? Tuko tunasikia?
akiwa na mwili mwingine. Sasa Mungu ndo akatoa huyu mtu huyu akamweka kwenye hii mwili wa udongo, akachukua huyu mtu wa Mwanzo 1:20 ambaye alikuwa na roho mbili. Hizi zote roho mbili zikaja kwenye mwili huu wa udongo. Unasikia? Yeye kuingiza hapa wote huu. Huyu akaanza sikia upwe. Eti mbona mimi sikamiliki, mwingine wa kufanana na mimi iko wapi? Unasikia vizuri? Tazama sasa, mtu alipotenganishwa na ule mwili wa kiungu, sawa? Na kuwekwa katika mwili, yeye hakuwa pale kabisa. Sehemu yake ilikuwa ingali ule mwili wa kiungu. Kwa hivyo haikuonekana sawa. Sawa? Akaondoka ng'ombe wa kiume na wa kike, akaondoka farasi. Sino alipita mbele ya huyu sasa wa mwili wa Mwanzo 2:7. Uko pamoja? Yaani kusinzia yako mimi iko nataka kunisumbua hapa. Ndio ujue hivyo. Hapo ukisoma kitabu cha Mwanzo inasema hivi. Ukisoma hapa, sikia hapa. Mwanzo 2:15 hadi 20. Sikia Biblia inavyosema. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni. Unasikia? Huyu sasa akaikaa mbustani ya Edeni baada ya kuingia katika mwili wa udongo. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Unasikia? Aisha kuwa mwili wa udongo hapa. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Tunasikia? Je, Eva alikuwa ashakuwepo pale? Bado Lakini ashaambiwa kwamba matunda ya bustani yote mnaweza walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Tunasikia? Twende polepole. Wakati nyoka alikuja kuongea na Eva haya mambo haya, alijuaje Eva? Kwa sababu hapa Eva alikuwa bado hajaonekana hapa. Alikuwa bado ni Adamu huyu. Mungu anaanza mwambia matunda yote ya bustani waweza kula, lakini ule mti, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Anamwambia Adamu hivi. Lakini ukisoma sasa nyoka wakati aliongea na nani? Na Eva. Eva tena anaanza mwambia Mungu alisema eti tukila tutafaa nini? Tutakufa. Ndio nyoka akasema hapana, hakika hamtaku. Tunasikia vizuri?
Je, wakati haya maneno yanasemwa, Eva alikuwepo? Aliyajuaje? Sijui kama tunaelewa. Twende. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwenye alifanya hivyo ni nani? Tunasikia vizuri? Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni. Wanyama walitoka wapi? Ardhi. Si udongo? Si udongo ulitoka wanyama? Mungu akamfanyizia nani? Adamu wanyama wa kutoka wapi? Kwenye budongo. Wanyama wote ambao unawajua walitoka wapi? Kwenye ardhi. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Unasikia? Mandege alitoka wapi? Mavumbi Akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina lilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Unasikia? Huyu ataitwa sokwe mtu, huyu ataitwa simba, huyu ataitwa chita, huyu ataitwa hivi. Unasikia vizuri? Mwenye alipatia majani nani? Na Mungu akaiti kwa sababu mwanadamu alipewa mamlaka. Alikuwa na mamlaka. Hapa hivi dhambi haijaingia hapa. Tuko pamoja? Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Akaanza sikia upwe. Ndio hapa nabii alisema ng'ombe zikaanza pita mbele ya Adamu, lakini hakuridhika. Tunasikia vizuri? Akaondoka ng'ombe wa kiume na wa kike, wawili. Ng'ombe kila inapita dume na dike, simba dume na dike, tembo dume na dike. Tuko pamoja? Adamu iko na angalia hivyo na anawapatia majina. Tunasikia vizuri? Wewe utaitwa tembo, wewe utaitwa simba, wewe utaitwa giraffe, twiga, utaitwa twiga, wewe utaitwa zebra. Tunasikia vizuri? Pundamilia, wewe utaitwa nani? Tausi. Tunasikia vizuri? Wewe utaitwa tai, wewe utaitwa bombo. Haiko kweli? Wewe utaitwa malele. Haiko kweli? Wewe utaitwa njiwa. Adamu alipewa mamlaka. Tunasikia vizuri? Wewe utaitwa ngelengele, alanji, minyako. Abala. Neno la Mungu ni tamu. Tamu cha watoto wa Sunday school. Neno la Mungu ni tamu. Nasikia vizuri? Tuko pamoja? Yes. Wanyama wote akawapatia maji na ndege wote wa anga wote na ndege wote wa angani, wanyama wote wa makondeni, wa porini kule. Mbuzi utaitwa mbuzi, utaitwa beberu, wewe utaitwa kondolo. Tunasikia vizuri? Wewe utaitwa kobra. Sio kweli? Nyoka iko kwa nyama. Kila kitambaacho nyoka kuwa na tambaa. Yesu. Saje. Akaondoka ng'ombe wa kiume na wa kike, akaondoka farasi na akaondoka ndama. Tunasikia vizuri? Na kadhalika wawili. De couple wawili, mme na mke. Sawa?
chura naye akapita pale. Tuko pamoja? Amen. Lakini Adam yeye ilikuwa doto. Ona, kulikuwa na kasoro fulani. Shauku hiyo hiyo ilionyesha kuwa kuna mwenziwe anayemngoja. Mwafahamu? Unasikia huko eh? Huyu akasikia upwe, akasema hata mimi si akamilika hata. Tunasikia vizuri? Hii yote alianza isikia, alishakuwa mwili wa udongo. Tunasikia vizuri? Na ndio maana unakuta mtu anapozaliwa, anapofikia mtu miaka ya mtu uzima, yeye mwenyewe ndo anaanza sikia bila kuambiliwa. Tunasikia vizuri? Bila kuambiliwa na mtu. Fuata huku bwana, acha ya kulala. Unataka nini? Shauku hiyo hiyo ilionyesha kuwa kuna mwenziwe anayemngoja. Mwafahamu? Na mawazo kwamba hatuna budi kufa hapa, ya kwamba tunasumbuka na kuhangaika, nasi tunatumainia uzima ambao hauna kifo, inaonyesha unatungoja sisi. Ona, naye Adamu alikuwa peke yake na Mungu, kuonyesha kuwa hawangetenganishwa dot. Sasa naenda kurudia jambo hili kwa dakika moja. Nabii tena narudilia ili watu waelewe. Tazama, yeye hakwenda na kupata matope na kumuumba Hawa. Unasikia vizuri? Lakini yeye alimuumba toka kwa matope ya asili Adamu. Tunasikia vizuri? Yaani kwenye huu mwili ambao aliutengeneza wa udongo, ndio kwenye kulitoka nani? Ndio kulitoka Eva. Akaenda chukua ubavu wa kushoto. Sawa? Ubavu wa 13. Si ni kweli? Namba 13 ni nani? Namba 13 ni Marekani. Au uelewe hata mimi tunasema au kumuroho kwanza. Ndio tuko nasema huko naelewa hata hiki. Hata kimoja. Hii 13 ni namba ya mwanamke. Hii. Hapo tunaongelea Marekani hapo. Hauko nafuata. Na ndio alisema namba 13, hakusema ni Marekani. Alisema namba, ukiona namba ya 13 ni mwanamke. 13 tu, ukiona 13 tu. Numero 13, matematike ya Mungu. Yaani ndio mwanamke. Mwanamke. 13, numero 13. Ulimwengu wa roho ndio inawakilisha nani? Mwanamke tu. Hayasema ni Marekani ama nini. Wewe unasema Marekani. Hapo tunaongelea Marekani hapa. Tazama, yeye hakuenda na kupata matope na kumuumba Hawa. Lakini yeye alimuumba toka kwa matope ya asili Adamu. Akatoa ubavu kati ya mbavu zake na kumfanyia msaidizi. Na huyo alikuwa Hawa. Yeye aliumbwa kwa ajili ya mwanamume na sehemu ya mwanamume. Hawa alikuwa sehemu ya Adamu mwanzoni katika uumbaji. Katika mwili wa kiungu alikuwa sehemu yake hapa katika uumbaji. Yeye hangetenganishwa katika uumbaji mwingine, ilimpasa kuumbwa katika uumbaji ule ule. Vile alivyokuwa hapa Adamu na roho ya Hawa ilikuwa ndani yake, na jinsi walivyokuja kuwekwa tena katika mwili wa udongo. Na Biblia anasema kwamba Mungu asingechukua udongo mwingine, kwa sababu huyu mwenye aliwekwa humu walitoka huku mwanzoni wakiwa pamoja. Kwa hiyo ili kumtengenezea mwili mwingine ambao unafanana na huyu,
inabidi tena utoke kwa huyu ili wafanane, wawe sawasawa tena kama gisi walivyokuwa hapa. Nasikia vizuri? Ndio maana Adamu alipotoka usingizini, alipomwangalia akasema, nyama ya nyama yangu na mifupa mifupa yangu, kwa sababu alitoka kwa, na ndo akampa jina. Adamu ndo alimpa Hawa jina. Sikia Biblia, tunatamaliza, tunaanza shuka hivi. Sikia hapa. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Unaona maana ya mwanamke? Unasikia? Unasikia maana ya mwanamke? Ya mtu kuitwa mwanamke ni kwa sababu alitoka kwa nani? Kwa mwanaume. Na ndio maana yeyote ambaye atakayeolewa anapaswa aolewe na sehemu yenye alitoka. Unasikia vizuri? Kama ilivyokuwa, kwa sababu mkishakuwa pamoja, ndio ile maandiko inasema kwamba mnakuwa mwili huu. Tunaelewa? Mnakuwa mwili mmoja, kwa sababu yule mwanamke ambaye, kwa sababu wakati tunapozaliwa ndio ile unakuta sasa huyu anazaliwa kule, yule anazaliwa kule. Unakuta wewe unazaliwa mfamilia fulani, huyo mwingine mfamilia fulani. Lakini mkija kuoana, kama nyewe mlikuwa halisia, mlitoka pamoja, sawa, mnakuja kuunganika, inakuwa M+A. Sawa? Mnakuwa mwili huu. Ina maana mwanaume anapokuwa hajaoa, yeye anakuwa anakosa ile sehemu yake yenye Mungu alitoa. Tunasikia vizuri? Hiyo ndio prinsipe kwanza ya Mungu yenye aliweka hapa duniani. Kila mwanaume ni lazima awe na sehemu yake. Ya nani? Ya mwanamke. Hiyo kwanza ni prinsipe, ni amri, ama ni kitu ambacho Mungu alikiweka kwanza kwa mwanadamu. Tunasikia vizuri? Unaona jinsi Biblia jinsi ilivyofafanua vizuri eh? Mwanamke kama aliitwa ni mwanamke ni kwa sababu alitoka kwa nani? Kwa mwanaume. Sasa wakati walipoishi pamoja, ilikuwa ni moja kuongeza moja ni moja, kwa sababu wote hawa ni mwili huu. Si kweli? Ubavu ilitoka kwa nani? Si kwa Adamu? Mwili ambao Eva alikuwa nao ulikuwa wa nani? Tuko pamoja? Na roho ambayo ilikuwa ndani ya Hawa ilitoka kwa nani? Kwa sababu Adamu alikuwa na roho hizi mbili, ya kiume na ya kike. Tuseme alikuwa na miili hii miwili. Alikuwa na mwili wa Adamu, pia alikuwa na mwili wa nani? Wa Eva. Mungu ndo akatoa, kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa wa kwanza wa 1:26 asingesikia upweke. Alikuwa ni mkamilifu. Lakini alipoingia kwenye Mwanzo 2:7 akaanza sikia upweke. Kitu fulani kama vile kinakosekana. Mwili ukaanza dai, kwa maneno mengine. Tunasikia vizuri? Ili apate mtu wa kuwa na msulaje, kwa maneno mengine, wa kumfariji. Adamu akakosa mtu wa kumfariji ni shamba la Eden, wakati yeye alipoanza kuwa na mwili wa udongo. Akaanza kukosa mtu wa kumfariji. Na ndio maana alikwambia kwamba mwanaume akishaoa mwanamke kama ni sehemu yake, yule mwanamke ni mfariji kwa. Ndio maana mwanaume anapotoka kazini, mke anampokea, anamlea, sawa?
anamtuliza, mawazo yote ya mchoko wa kazi na hii, tunasikia vizuri, inaisha. Ndio hii yenye Adamu alianza kuisikia tangu zamani. Tunasikia vizuri, wakati alipoingia, Mungu alipomweka katika mwili wa udongo, akaanza sikia hizo sentome, hizo dalili zikaanza kuja bila kuambiwa, kwa sababu mwili wenyewe uko na hizo elema. Tunasikia vizuri mwili wenyewe ambao Adamu alikuwa hemo ulikosa kuwa na elema 16. Tutakuja kuziona hizi, kila elema yote tutaisoma 16 zote zenye zina compose mwili ambao uko naona hapa. Tunasikia vizuri, Adamu ndo alikuwa nao. Mungu akasema hapana, si vema huyu mtu akae peke yake, ngoja nimtengenezee nani? Msaidizi. Eva akaonekana na Mungu akaona hapana, siwezi tengeneza udongo mwingine hivi. Na Adamu alipokuja kuona akasema yeye ni mie, Hawa akawa Adamu ofemine. Tunasikia vizuri, na ndio maana mwanaume kama yuko nyumbani, anayebaki nyumbani ni nani? Mwanamke. Sawa? Mwanamke akibakia nyumbani kama mume hayupo, yeye ndio mkubwa wa nyumba. Haiko kweli? Kweli. Tunasikia vizuri? Sio kweli lakini Adamu alipoona akasema, mifupa yangu, nyama ya nyama yangu, na utaitwa mwanamke, kwa sababu ilitoka kwa nani? Kwa mwanaume. Ule mwanamke ile neno mwanamke ndo wanaitaka Isha. Tunasikia vizuri? Yaani aliyetoka kwa nani? Kwa mwanaume. Tiré de l'homme plutôt. Aliyetoka kwa mwanaume. Eva akatoka kwa mwanaume, ndo aliitwa Isha, sehemu ya Adamu hii kwa umbo lingine. Yaani Eva alikuwa ni Adamu katika umbo nyingine, na ndio maana mke ni nyumba, ni mme kwa umbo lingine. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Ni kama leo hii ukiona Yesu leo utaona nani? Sio kweli? Ukiona mwezi usiku inaashiria kwamba jua inawaka sehemu fulani, kwa sababu mwangaza wa mwezi unatokana nani? Na jua. Tunasikia vizuri? Presence ya mwanamke mnyumba inaashiria kwamba mwanaume iko pale. Tunasikia vizuri? Lakini mwanaume akionekana utajua kama iko na mwanamke. Tunasikia vizuri? Sawa? Sasa zinaenda. Siki. Ngoja tumalizie. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Nasikia Biblia inavyomalizia. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili. Si Yesu hakuisema hii kwenye Mathayo? Akawaambia kusoma zamani Torati ilivyosema? Haiko Torati hii. Ilisema aje? Aliyounganisha, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Akasema mwanaume ataacha baba na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Hii hapa yenye Yesu alinukuu, hakuisema? Sawa? Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Tunasikia vizuri? Hawakukuwa na nguo. Nguvu za Roho Mtakatifu nabii sasa ndo anakuja kuzisema sasa. Walikuwa na utaji wa Roho Mtakatifu. Hapa kuepo na haja ya kuwa na nguo. Tunasikia vizuri? Je, hivi nikiwa na nguo hapo utasema eti sina nguo? Ndio gizo walikuwa vile.
Yaani sawa sawa na jinsi unavyoona mtu mwenye anavaa nguo tu. Ndio jinsi walikuwa mshamba la Eden. Utasema eti avaa nguo? Unasikia vizuri? Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na inaisha. Toka hapo. Hiyo hasa ndio, sikia sasa. Alikuwa sehemu yake hapa katika uumbaji. Yeye hangetenganishwa katika uumbaji mwingine. Ilimpasa kuumbwa katika uumbaji ule ule. Uumbaji ule ule ilibidi hata atoke pale pale. Asitoke sehemu nyingine. Na ndio maana bibi harusi wa Kristo hatoki sehemu nyingine. Anatoka kwa ubavu wa nani? Wa Kristo. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Mungu hajui madhehebu, kwa sababu wao hawatokani na nani? Na Kristo. Sio sehemu ya Kristo. Madhehebu. Tuko pamoja? Na ndio maana Mungu hawajui, kwa sababu haiko sehemu. Utasikia Branham hapa. Nabii anasema hiyo hasa ndivyo sababu Kristo na Mungu iliwapaswa kuwa nafsi ile ile. Haingekuwa vinginevyo. Kama yeye angekuwa mtu mzuri au nabii, yeye angekuwa mkombozi. Ilimbidi kuwa muumba mwenyewe, bali yeye yungali katika ule mwili wa kiungu. Sasa mwaona na jinsi yeye alivyokuwa wakati huu. Sasa mtu fulani alikuja chini hapa na yeye alikuwa wa ajabu, na Mungu alipenda hilo. Yeye alisema vyema, wakae duniani na waishi milele, na waishi mle milele, hivyo tu, milele, na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na ikuwe tu, na kila mmea uzae na kadhalika, na mwanadamu aishi, na wanyama waishi, na wanyama waishi, na kadhalika, milele na milele. Naam, ona, unasikia? Ndipo dhambi ikaingia. Nami nataka kusema jambo hili katika dot. Watu wengi hufanya kosa sana kwenye andiko hili moja, na hiyo ni Zaburi 23. Wao huisoma hivi: naam, nijapopita katika bonde jeusi la uvuli wa mauti. Sasa hamna kitu kama hicho. Biblia haisemi kuwa uvuli mweusi wa bonde dot, bonde jeusi la vivuli vya mauti. Unasikia? Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort. Lakini wao wanasema quand je marche dans la mort de la vallée. Tunasikia kivuli cha mauti. Tumeelewa hapa? Na ndio maana wakati Hawa alipoanguka, Adamu hakukuwa na amani, kwa sababu sehemu yake imechafuliwa. Tunasikia vizuri? Branham akasema ndivyo inavyokuwa upendo wa kawaida. Upendo wa fileo unaweza ukasababisha mwanaume auwe mtu kwa sababu ya mke wake. Tunasikia vizuri? Ndo Adamu mwenye alikuwa nao. Ndo upendo wa fileo. Na ndo maana wanakuambia mke wa mtu mke wa mtu ni sumu. Kwa sababu ni sumu. Ukinywa sumu unakufa. Yaani ukienda guza mke wa watu, yaani hivi unajitakia kifo. Branham anasema ndio jinsi na kuanga upendo ule vile ni upendo wa fileo wa kuua mtu kwa sababu ya mwanamke abakufaji. Ni upendo wa fileo. Lakini sasa ukishakuwa na upendo wa agapao, sawa? Roho Mtakatifu akishakuwa ndani yako, haya mambo akifanyika unasamea. Unasikia vizuri? Haiko rahisi eh? Unaona alisema hadi uwe na Roho Mtakatifu. Agapao iwe ndani. Kumsamea mtu mwenye alianguka na mke wako. Haiko jambo rahisi. Tuko nasikia vizuri? Tuko tunaelewa? Haiko rahisi. Yesu ile akukubali wewe uwe mtu wake tena. Wewe ushaenda utongozwa na shetani kule, ushakufa kule, wewe ushakuwa kahaba na nini kiroho kule. Alafu tena uje kwake, baba nisamehe hili anguka. Haiko rahisi. Tunasikia vizuri? Ndio pale nabii kwambia akitaka leo, wewe ukikataa neno lake anakufukuza. Iko na mamlaka Yesu akukufukuza.
na kukataa wewe, hautakuwa mke wake, hautakuwa mteule wake. Iko na hayo mamlaka, na mwanaume naye iko na hayo mamlaka kimwili. Ukianguka, ikienda fanya uzinzi, ukienda nje ya ndoa, ana mamlaka ya kusema sitakusamehe, na mimi kuanzia leo mimi na wewe vinaisha. Ni neno. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Ni neno. Hapa Mungu Bwana bariki na machache maliza. Simame. Pego nani hapo?